gaitire ebintu bagotwara kigota gote bigota tebingo mwana itoro gaitire apa menyibe kenyoro kiabo churanya moreme kigotoke meye ward ya nyetie ko bunge ya Kitutu Chache South ni gobenekeria esinema ya bosa Eyema ega yengusana nentindi kone kigwaso moyegabo komenya gosira Lydia Ourum Ogo taiguana chimemeni go gwachaka kurwa senkendu lituko riarero Christine Nyanchama yagosira aro mwana ne yagosira twachi ko marusi mazeli mama na komotani bato tika mazeli na karabato tika mazeli twasina kitogocha twama gochaka kombwe chigari twachamba kaga yagosira no mwana obwate mwaye mama na kubwata bamwanga ko mabeka nyomba abangi na twimo kyo mabera twabeka nyomba Korengana ni nkwana ya mate ya nyagosira ni gwasirete gumabwaye ase chinchira chitamanyiri goika bono nyagosira karari koranti nyagetari igoma muro yake to mwana omwabanga nyagosira orwarire okoma bali ngakyarwara okoma tenga ya miyoka bwango chita ekachinge igaka mate nyagosira osirire bono mwana yaka abantu bamwabe bakaimuka nechi bigibigi bagacha baguchiko ikanyagetari bakanyora muntu tayo bakogenda saba nyagetari bako babori yayo mamuro igatora entero muntu okwete twamatebira turasira gafura toigwa ntwete baka obutuko bwasire totera saa 3 tukachachisi chisenye usisano ngechabutuko tukatebi ubunasira enjire tuta chitu kwanda standing na kimono yasirite batoro kinga gagwete babuka gwesibya batoro kinga atu mu murangwa bo tukasukumanya Nonyana begati ya mate ya ni gobara no koigena buna omwana oboni gaitire chinga kibege ya matende bagenetse buna ni go asireti obugima abwaye gwetera oburwaire bwa pressure Ona nyagosira na basirete iwa akire kali garwaite pressure ibare kotatebya omwana ominto gaite twakarusu wa maino mamuro ingacha ikachimatano agantebya omwana oyo amaina ya bwate kara bwate tugochinyatieko agatebanga nkogenda nyatieko ngochine ko baliwe evidence akamana ko bwata amaina ali akamana ko tuguta ko chimogondo tukana baka moche tokara postmortem injo mwenyene njila witness postmortem mwejo amune ndugu yane ko Richard buna twatebitu no munyagitari umusigari no arenge sisi turijitika omwana iga kwete wetera se omukiege toyomo oyokero kende obimbe tokabutuka asenja pressure Komenta na yugo taiguana chinkwana ni goko genderete ko hene kigwam chinga kigatia mate aye bagane tienya gosira eni gwe korende amatende ni go batage to mobero yira ni gwe asenkendu intuna bakanyimbo igo twacha ko eni mwana ominturidia tutabwati boko ngubonde tutabwati sidende bona aya tokere ngaira ne mochari intuntu yabwati kuruka nyimbo soboridi sarwete ikine kekene kyamangana intuntu yabwati Amate yonsi ni gobono ya burigo gokora igikarom asigati ya buri korigia ko igwana chinkwana chinga kiboige serikali ya burigo go sonaniam na gokoro botukire ko neki kererete nyagosira Lydia Ourum siria obogima bwaye bono egekoreke nege kongumono kiabeire na mutwe kubori ngabanya kenyoro kamuranje bono gaiga ntubuna bakanyimbo ntubwati sei ntubwati ndo turakwane enari gusaba abanya kenyoro amona abenka oyo minto tunyomerete mamu mwabo nabantu bekenyoro baikaranse bakwane baturangeri onye kene lidio kuno chimochari na ndo tochiko mweni ndo tubati boko ne serikali tokonye esoegati echungusi genteka sobwagare bamanyinga ingikirekatia Maega yengusana ne yigentindi kone kiwam omobero nyagosira ni go ni gwabono marogoba Ko ripota ya Kisi Television kuruiga sikinyano kiabo churanya morenyo ikigotoka imeye ward ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisi Eriane Kamilas Ongeta TMC Print TV Gusii updates. Welcome to our channel. I know tumepotea, we are back like we never left. So there is this video imekuwa ikitrend kwa mtandao ambapo jana kuna mwili ilikuwa inafaa kuzikwa eneo la Nyamolenyo. Sijui ni Nyamolenyo ama something like that. Anyway, sasa hapa inasemekana kuna mama ama mwanamke mmoja alikuwa ameaga kwa namna ambayo haieleweki. Familia mbili, mahali ameolewa na mahali ametoka wakaweza kushindwa kuelewana
baada ya matanga ili mama aweze kupumzishwa. Ni kama hizi familia mbili walianza ugomvi ambapo iliweza kuchukulia wale watoto kulia sana ama familia kulia sana. Familia pia wakaongea wakasema kwamba hawajui ama hawaelewi namna ya mtoto wao aliaga. Yani she died a mysterious death. Now, watu wamekuwa wakiongea mambo mingi sana kwa mtandao, wengine wakisema kwamba aliuliwa, wengine wakisema sijui stima ilimgonga, sijui nini. But of late tumeona visanga mingi sana ikihappen Kisii mpaka unakaa hivi unajiuliza what's really happening in our Kisii County, in Nyamira County. Because visanga zingine yani unasikia mpaka unashangaa. Sasa kama mtu amekufa, watu wanataka kumzika, mbona mzuilie mwili? Unapoangalia pale kaburi, walianza kurusha vyombo zake. I'm going to pin the video mtawatch. Walirusha vyombo huko ndani, wakaanza kuzika. Do you know kwa Kisii, mila na desturi, it's very, very, very bad. Yani kaburi imechimbwa, wamzike, alafu wanaenda kuzika vyombo, ama kuweka vyombo huko ndani, ama kurusha vitu zingine huko ndani. Personally, I never felt okay. I felt very bad. I felt very sad because that thing should not happen at all. Vitu kama hizo hasifai kuhappen. Watu hawafai kuishi namna hiyo. Kama makosa ilikuwa imetokea, wange solve. Because unaposikiza the family of the lady wanasema kwamba even wakati walikuwa mochari, waliachwa hapo chini wakaanza kuchukua magari zingine. Why should you do that to someone's family? Kama shida imetokea, why can't people sit down and solve? Uone vile hii mambo watasolve. Wanaanza kufanya vitu zingine mpaka unashangaa, hey, kwani Kisii yetu imefikia mahali ambapo hatuwezi kaa chini tuelewane? Kifo iko. Na mimi husema hivi, wewe kama utaua mtu wa mwingine ama familia ya mtu mwingine, pia jua hivi, hata wewe si tutaishi milele na milele in this world. Hata wewe one day you will die. Hakuna mtu anaishingi maisha. Yani hakuna mtu ataishi hii maisha milele na milele. Hata wewe siku moja utakufa. So the way we treat people is the way maybe our family, our kids, our generation will be treated. So make sure wakati unafanyia mtu jambo, ukumbuke hivi nafafanyia hawa. Je, wangu wakifanywa hivi nitasikia namna gani? We have seen even hizi mambo na kurusha mchanga. People forcing others kurusha mchanga. I've seen that video, I felt so bad. But kwa mila na desturi ya Wakisii, inasemekana kwamba wakati mume wako ama bibi yako ameaga ama mtu yote ameaga, unafaa kurusha yule mchanga. Na especially if people they are doubting kwamba wewe ndio ulimuua, huwezi ukarusha mchanga. I've seen that video, wengine wakisema kwamba the woman who was being forced arushe mchanga, inasemekana ama anakuwa doubted kwamba aliua bwanake. So these things zimekuwa zikihappen Kisii mpaka sometimes you question yourself, what's really happening in this country? Nini inaendelea? Of which, yes, kuna wale watu wanaua wenzao. Sikatai, there are some people wenye wanaua watu. They don't care. Wanakuua tu hivi wakikuangalia. And they don't care kabisa. Atakuua tu. But sasa mahali imefikia sisi kama wa Kenya, it's high time we should be taking care of each other. Be your sister or your brother's keeper. Tusije tukafanya vitu zingine mpaka unaangalia unashanga, hey, what's really happening here? Anyway, to Team Cyprian, I can say thank you so much. May God bless you. We are back like we never left. Make sure you subscribe to this channel. We'll be bringing any episode from Kisii County, Nyamira County, and trending stories we will be bringing here. Thank you so much. May God bless you. See you in our next video.